Simon Happy God Msuva. Kwanza tuende tukaanze na Msuva. Pengine mechi za namna gani na wachezaji pengine wamegain kitu gani hasa baada ya mechi ile dhidi ya kikosi cha Afrika Kusini, lakini pia nini Watanzania kitarajia katika michuano hii hapa ya Kosafa ambayo inaendelea? Simon Happy God Msuva, kapteni wa kikosi hiko. Nashukuru kwanza kwa matokeo tuliyopata, hatujafungwa, lakini mchezo ulikuwa mzuri. Kikubwa tulikuwa tunahitaji kushinda, ila tumepata draw, sio mbaya, tutajipanga katika michezo ambayo iko mbele yetu katika michezo ya Kosafa. Ila mchezo ulikuwa mzuri kiukweli na umeona performance yenyewe ilikuwa sio mbaya. Wachezaji wamecheza kwa nafasi zao lakini pia ukiangalia mchezo huu tumecheza tuko ugenini. Walikuwa na nguvu ya mashabiki, walikuwa na nguvu ya kila kitu. Lakini sisi tumeweza kumanage mpira, tumeweza kuwasikiza makocha nini wanahitaji cha kufanya na tumeweza kuzingatia. Mwisho siku mchezo umeweza kutoka sare. Lakini pia tunashukuru hakuna mmoja wetu aliumia. Wote tuko salama na tunashukuru Mungu. Ni Simon Happy God Msuva, kitina kikosi hiko cha Taifa Stars. Lakini kwa upande wa kocha Morocco na amezungumza mengi. Kubwa zaidi ni kuhusiana na nyota wa Young Africans na Simba ambao wameiacha kambi ya kikosi hiko kwa ajili ya kuja kujiandaa na Kariakoo Derby. Pengine kipi kwa kikosi kilichosalia? Tutarajia kuona ushindani wakitoa nyota hao ambao wamebaki katika kikosi cha Taifa Stars. Hemed Suleiman, Morocco. Nafikiri ilikuwa mechi ngumu. Kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza wachezaji, wameweza kujituma kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika hii mechi. Ni mechi ngumu kutana na South Africa katika uwanja wao, ina atmosphere hii si kitu cha rahisi. Kwa hivyo tulijua tunaenda kutana na timu ambayo ina pressure. Tulijaribu kumanage first half. Tulikuwa ni ngumu 15 minutes za kwanza, lakini kila time tulikuwa tunaona tunaanza kuadapt ile hali sio. Kwa hivyo nafikiri ni mechi nzuri kwetu na ni mechi ambayo inatupa matumaini kwa safari yetu tunakwenda mbele. Mimi nafikiri tumejua hayo mapema. Tumejaribu kutengeza kikosi ambacho baada ya mechi hii watarudi nyumbani, wale ambao wachezaji wataenda kucheza mechi zao za derby zile, na kikosi kingine tutaenda huko ambako kuna mashindano ya Kosafa. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba tuna kikosi kizuri na huu mwanzo mzuri. Naomba Tanzania watuombee na tutajaribu kupigana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwa tunakoenda. Haya ni Hemed Suleiman, Morocco, huyu akiweza kuzungumzia kwa kile ambacho kipo, performance ya wachezaji, pengine pia maandalizi namna ambavyo yanavyoendelea. Lakini tunafahamu kwa maana June 15 ni Kariakoo Derby ambapo klabu ya soka Young Africans itakuwa nyumbani kuikabili klabu ya soka ya Simba katika mwenendo wa ligi kuu ya NBC, mechi nambari 184, mechi inayo trend kuliko mechi zote za ligi kuu msimu huu. Mechi maarufu sasa ukitaja mechi namba 120 hakuna anayefahamu, lakini mechi namba 184 hata yeyote ambaye hafuatilii mpira atajua kwa maana ni mechi gani. Mechi ya Yanga dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club ambapo imepangwa kuchezwa katika siku ya June 15, 2025, yani weekend ijayo, siku ya Jumapili. Mechi hiyo ndio imepangwa kwenda kuchezwa na wengi tunafahamu kwa kile ambacho kinaendelea hapa Tanzania, ambapo kwa upande wa mabingwa watetezi na vinara wa ligi hiyo Young Africans wao wamesema hawaendi kucheza mechi hiyo na wakiweza kuweka mgomo. Lakini pia kocha akasema kwa maana nyota wa Simba na Yanga wanarudi Dar es Salaam kuja kujiandaa na derby. Sasa hawa Yanga wamesema hawachezi na mara nyingi, alafu wachezaji wamerudi derby tunayo hatuna na wastara mchezaji paka unaona amerudi kambini, ndio ina maana ni kutoka kwa hiyo ni kauli kutoka kwa uongozi ama kwa mwalimu kwamba anahitaji wachezaji wake waweze kurudi hivyo. Kwa hiyo ndio maana unaona paka mwalimu Hemed Suleiman Morocco anazungumza ya kwamba hao wachezaji wanahitajika, it means kwamba wanahitajika na klabu zao kwa kujiandaa kwa sababu mchezo uko. Kwa hiyo ni dhamani tu kufahamu hawa wachezaji wa Simba it's okay, najua mwalimu Fadlu anawahitaji na Simba wenyewe wamesema wanacheza hata hawa Yanga nataka nijue ni bodi ya ligi mwambia inasema wachezaji warudi kambini hadi ndio au ni bwana Milud Hamdi amewaita wachezaji wake, sababu kwa hali ya kawaida bodi ya ligi haiwezi kwa mzee Steve Mguto hana mandate na kikosi cha taifa na wala hawezi kwenda kumtafuta, au labda tuseme labda TFF hawezi pia kwenda kwa mwalimu Hemed Suleiman Morocco ambaye wachezaji warudi. Mimi kama ni mahitaji labda kutoka kwenye uongozi wa timu ama kwa mwalimu. Kwa hiyo kwa hali ilivyokuepo, kama hii taarifa ni jinsi ambavyo ipo, ni kama ambavyo tunafahamu kwamba wachezaji wanapokuwa wanaitwa kambini kwenye timu zao ni mahitaji kutoka kwa walimu au viongozi, it means kwamba mchezo utakuepo. Kwa hiyo inawezekana hiki sasa hivi tunachokiona ni ule moshi tu
ambao huwa unafuka. Azika moshi mweupe. Ule kuna ule moshi fulani wa kunimbichi ule. Ndio waga unafuka afu naamini moto hauwaki. Kumbe moto unawaka. Yaani yua. Mpaka muda huu mechi haijaahirishwa. Mechi haijaghairishwa, tunafahamu hivyo. Lakini pia kuna taarifa hata juzi wazee waliendelea kugongelea misumali kwa maana hawachezi. Meneja wa habari juzi pia akasema kwa maana wao wanazifahamu mechi hizi 3, 2 za ligi kuu, 1 finali ya CRDB Federation. Na mechi 2 wanazozifahamu dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Hawajitaja Simba na wamesema hawajiandai dhidi ya kikosi hiko hapo. Sasa pekee ambao sisi tutajua mchezo haipo ni kwa wahusika ambao wanapanga hiyo ratiba. Kwenye shindano lao wakisema mechi hamna, tutajua mechi haipo. Yaani Nsajigwa pengine haujaelewa. Wote tunafahamu mechi ni Juni 15 kwa maana mechi namba 184 kati ya Yanga dhidi ya kikosi cha Simba. Na Yanga wao wanasema hawaifahamu hiyo mechi. Sasa kama hawaifahamu, kwa nini wachezaji warudi? Ndio swali linakuja hapo. Kwa hiyo watu sababu mechi ipo. Ndio maana nikauliza au wale ambao wana hofu mechi itakuwepo haipo, itakuwepo haipo. Wawe sasa waondoe hofu kwa maana mechi itakuwepo. Kwenye ratiba yangu mtacheza michezo 3 hapo. Niguza sana swali. Michezo 3, 2 ya ligi kuu, 1 wa Federation. Au ni original yote. Kama amerudi. Sio hajaandaa michezo yote, kwani mchezo ni mmoja tu ulosalia. Lakini usi ndio upo karibu. Wasara hapa nikuulizeni. Kwa sababu wengine ligi ukiachana na mechi ya Juni 15, mechi nyingine za ligi zinaenda kuchezwa Juni 18. Na ni mechi wachezaji wote wa ligi ambao timu zao ziko katika ligi siku hiyo watacheza Juni 18 na bado wako kule. Kwa maana kama ingekuwa si mechi ya Juni 15 kulikuwa hakuna haja wao kurudi kwa sababu mechi ya Juni 18 muda bado upo wa kutosha. Lakini pia uwezo kuwapangia muda wao kuwahitaji. Kuwahitaji na mbona ni kwa umuhimu wachezaji warudi, kwa nini wapangie? Na kizingatia Yanga na muda mrefu hajacheza mechi ya kimashindano. Tangu ligi imesimama na karibia mwezi hivi sasa. Wasara ipo. Wote tunafahamu hapa matakwa ya Young Africans ili wacheze huo mchezo. Ni yapi? Mimi siyafahamu. Wada tunafahamu matakwa yao kwa sababu kama matakwa yao ingekuwa ni issue ya alama 3, issue ya nini, baada ya wao shauri lao kurudishwa kuambiwa abidi waanze kwenye ngazi za chini hapa nchini wangepeleka, lakini kwa kwa walikaa kimya, it means kwamba kwa jambo lao ambalo wao wanalihitaji na obviously ambacho wanakihitaji wao ni respect, ambayo respect yenyewe ni nini? Wale ambao waliukwamisha huo mchezo kuchezwa wajiondoe katika nafasi zao. Ahali sasa aliyekamisha mchezo ucheze ni bodi ya ligi ndio wamekwamisha mchezo uchao, sio walialisha mchezo. Ahali wakati anakataa, Ahali baada ya kupewa taarifa na shirikisho la mpira Misri kwamba marefari ambao watausimamia mchezo ni marefari wa ndani, walichokifanya Ahali sio kama waliondoka kambini, walibaki wakaandaa timu. Na kwa taarifa jinsi ambavyo zipo ni kwamba ile siku ya mchezo wakati Zamalek wameenda uwanjani na marefari wameenda uwanjani, Ahali walienda mpaka karibu na uwanja, kapaki basi lao, wanasikiliza ngoja tu waone kwa sababu marefari watakuwa ni marefari wa ndani wa nje. Baada ya wao kuconfirm kwamba watakuwa ni marefari wa ndani, ndio pale ambapo wakaondoka. Kwa hiyo inawezekana nao wako wanaiandaa timu sasa hivi waone kwamba okay, je, yale mahitaji ambayo sisi tunahitaji yafikiwe ili sisi tuweze kucheza mchezo, anaweza kufikiwa kwa sababu let's say labda labda hicho ambacho wao unakihitaji imefika labda tarehe 14 kimefanikiwa, alafu wachezaji wako hawako kambini. At the end of the day usipocheza huo mchezo, ina maana mwisho wa siku utakuja kukuuliza maswali, labda wewe uko unataka kucheza huo mchezo kwa sababu ulichokuwa unakihitaji, mahitaji yako ni kwamba ambaye alishindwa kusimamia kanuni, ambaye alishindwa kufanya ule mchezo katika siku ile, amejiondoa katika nafasi yake au amepisha kama ambavyo ulihitaji. Then wachezaji hakuna maandalizi yote ambayo wameweza kuyafanya kuelekea mchezo. What next? Kiufupi mahitaji yao hayawezi kutimizwa kwa sasa. Kwa wao waamue moja tu, kama mechi hawachezi wajue tu kwamba hawachezi, kwa sababu mpaka sasa hizi hakuna sehemu yoyote ambayo kisheria au kikanuni inawapa nguvu wao kwa mbele yenyewe mchezo lazima mtu ajiuzuru. Na ajiuzuru kwa sababu gani? Hakuna hiyo sababu. Kwa Yanga kama msamani kuto kucheza, yani akilimwa weke tu hivyo kucheza. So kwamba wajiweke kipolo kwamba unasubiri mtu ajiuzuru kama ambavyo inasemekana hiyo agenda nje ya uwanja. Na ni agenda ambayo huendi kuipea kokote. Yani leo hii huwezi kwenda kulaumu kwa mimi sijacheza kwa sababu nilikuwa nataka kiongozi wa TFF ajiuzuru. Si kiongozi wa bodi ya ligi ajiuzuru. Msimamo wao kama wamesema hawachezi, hivyo tu hiyo tu hawachezi. Lakini sisi mimi binafsi najua mechi ipo. Yaani paka pale ambapo nitaona bodi ya ligi imekuja na andiko kwamba mechi haipo. Kama ilivyokuwa usiku wa tarehe 8. Usiku wa mkia tarehe 8. Ile barua Simba ilivyotoka mimi kwangu haikutosha kuniamisha kwamba mechi haipo. Lakini ilivyotoka barua yenye mchezo kwamba wanaaisha mechi, pale nikajua mechi haipo. Kwa mpaka muda huu mechi ipo.
wenye mamlaka washapanga ratiba na taratibu zinaendelea. Huyu ambaye hataki kucheza asimamie tu msimamo, yani iwe hivyo tu, lakini masuala kwamba sikilizie mtu atajiuzuru, nani wahakishie tu kizuri. Mimi na uhakika hakuna kiongozi wa bodi ya ligi wala TFF ambaye atajiuzuru kwa sababu hawana makosa, na kingine hata kama wangekuwa na makosa, issue ya kujiuzuru so issue ya kuambia wasala wewe jiuzuru. Yani ukikosea hii ionekane kwamba wewe unajutia ile makosa, sio tu kulazimisha jiuzuru, ni wewe mwenyewe kutoka moyoni mwako ulizie. Kwa viongozi wa bodi ya ligi wana makosa. Kwamba mimi nimekosea, sasa ninajiuzuru. Lakini kama wewe hujaona ile kosa ujiuzuru ili iwe. Kwa hiyo viongozi wa bodi ya ligi wana makosa wanayo hawana? Viongozi smart sana bodi ya ligi. Makosa wanayo hawana? Hawana makosa. Kwa hiyo sababu za mchezo kutokuchezwa tarehe 8 ni zipi? Yaani sababu za wao kuahirisha mchezo ni zipi? Simshaambia, hawakusema. Ni zipi? Hawakusema. Okay, hiyo ripoti ambayo wao walisema watakuja na sababu Star, sikia nikwambie. Kama ni issue ya rushwa, inawezekana vipi wewe ukauchezeshe mchezo wale? Okay, kama hicho kitendo cha labda cha rushwa sio cha uvunjifu wa, tuachana issue ya uvunjifu wa amani, sawa? Kitendo cha rushwa, sawa? Mchezo unakwenda kuchezwa mwingine wakati inawezekana huyo mtu ambaye unahitajika kumwadhibu kutokana na masuala hayo ya rushwa kwenye mchezo uliopita labda ataendelea kujihusisha katika huo mchezo mwingine while hiyo adhabu hajaipata.